na mimba aliyoibeba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kimeujiza, na kwamba tayari ameshajifungua na tayari ameshagundua kuwa mwanawe ana uwezo wa kujibu maswali katika hali ile ya uchanga. Anasema yote yeye ameshayajua, lakini jamii huku anakokwenda haina taarifa yoyote kuhusu yeye na mwanawe, na kwamba mtoto yule ni mtoto wa aina gani. Iliona tu hakuonekana kwa muda mrefu, amejitenga na jamii, basi hakukuwa na kitu kingine chote ambacho kwa kiasi kikubwa jamii inakielewa. Kwa hivyo kila anachokwenda nacho katika jamii kitakuwa ni kipya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fa'atat bihi, akaja naye. Fa'atat bihi, akaja naye au akenda naye. Ile bihi inarudi kwa Isa, kwa yule mtoto. Atat bihi, akaja naye kule mjini, au akenda naye, kwa sababu kule si fantabadhat min ahliha makanan sharqia, alijitenga na watu wake mahala pa mashariki. Na nikakwambieni kuwa ndio maana wanazuoni wa Kiislamu wanasema Nabii Isa akazaliwa upande wa Palestina, kwa sababu ule mgao wa Jerusalem wa mwanzo hasa wakati wa Salahuddin al-Ayyubi uligawa ile Jerusalem ya mashariki na ya magharibi, East Jerusalem and West Jerusalem. Upande huu wa mashariki wanakaa zaidi wa Palestina, upande ule magharibi wanakaa zaidi Waisraeli wenyewe. Sasa hivi wanayo wao yote, lakini na hata Ujerumani ndio iligawiwa katika mji mkuu, ukaona East Berlin na West Berlin, Berlin ya mashariki na Berlin ya magharibi, na ukapita ukuta katikati. Na yale yamekuja baadaye kwa kuiga huku kulikotokea katika nchi za Kiislamu, lakini sasa hivi nao umevunjwa. Kwa hivyo kama alikwenda upande wa mashariki, maana yake alikwenda kumzaa katika eneo la Palestina, alafu sasa ndo arudi naye upande wa magharibi. Ikiwa tunachukua habari za mipaka, basi Nabii Isa atakuwa kazaliwa Palestina. Tumeelewana? Na ndio kuna sehemu inaitwa Bethlehem Yuda kwa Kiisraeli, lakini pia Bet Elohim au Baitulahm vile vile inaitwa hivyo. Ndio alikozaliwa huko Bethlehem, na kuna sehemu inaitwa Bethlehem sasa hivi ndani ya Israeli. Hatuna haja ya kwenda mno katika historia, tunagusa tu. Fa'atat bihi, basi akaja naye huu upande wa magharibi. Sasa kaumaha, kwa watu wake. Yule na Bibi Maryam anakwenda kwa watu wake, inaonekana ule upande wa mashariki au kwa watu wake ndiko alikojitenga. Sasa akaja upande wa magharibi ambako ndo wako watu wake. Tahmiluhu, hali ya kuwa amembeba, ikambeba mwanawe. Sasa tahmilu ya hapa kambeba mkononi, sio ile tahmilu ya mimba. Una ile kule ya nini, ya mimba, hamli. Fahamalathu, akambeba. Fantabadhat bihi makanan qasiya, ndio manake ziko mbili. Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min aliya makanan sharqiyya, ile ya mwanzo akakaa naye mahala pa mashariki, lakini akaenda naye mahala pa mbali. Ndio ile pale nyingine sema fahamalatu fantabadhat bihi makanan qasiya. Kuna fantabadhat bihi makanan sharqiyya na fantabadhat bihi makanan qasiya, akaenda naye mahala pa mbali ndani ya hiyo mashariki. Kwa hivyo kazidi kuyoyoma, na kwa hivyo kaenda zaidi ndani ya nini, ndani ya Palestina. Qalu, walipomuona wakasema, ya Maryam, ewe Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na kitu cha uzushi. Umekuja na kitu cha uzushi. Fari, iftira manake ni kuzua. Muftara manake kitu kilichozuliwa cha kubuni. Umekuja na kitu si cha kawaida, unusual. Kwa neno zuri la Kiswahili, laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na jambo la kioja. Kioja au ungesema kiroja, wako wanasema kiroja na wako wanasema kioja. Kiswahili cha kiroja ni cha kizamani sana, kioja ndio cha kisasa. Anatufanyia viroja hapa, au anatufanyia vioja. Siku hizi kusema kiroja inawezekana ni Rajabu mdogo wewe. Maana Rajabu anaitwa roja. Hichi kiroja hichi maana kirajabu kidogo kwa maneno ya vijana. Kioja, shay'an fariya, kioja, kituko. Umekuja na kitu, jambo la kituko, jambo la kioja, yani si la kawaida.
mtu tunayekuamini kwa wewe ni mcha Mungu, unakuja na mtoto umezaa bila kuolewa, aibu kubwa umetufanyia. Ya Maryamu laqad jiti shay'an faria, ewe Maryamu umekuja na kitu cha kioja, umekuja na jambo lisilokuwa la kawaida. Halafu wanazidi kumshutumu lakini kwa kumpa sifa. Ya ukhta Harun, ewe dada wa Harun, ewe dada wa Harun. Hili nalo limeleta maneno mengi kwenye tafsiri. Kwa nini wamwite dada wa Harun? Kwani alikuwa na kaka anaitwa Harun? Historia haionyeshi kwamba alikuwa na kaka anaitwa Harun. Lakini tulipokuwa tunatafsiri suratul Qasas, kama mtavuta kumbukumbu zenu na kama mlikuwepo, tulisema kuwa Nabii Musa alikuwa na kaka yake anaitwa Harun na alikuwa na dada yake aliyefuata kile kisanduku kwenye maji. Mama yake alimwambia waqalat li ukhtihi qussihi, alimwambia dada yake hebu kifuatilie hichi. Yule dada yake historia inaonyesha alikuwa anaitwa Miriam au Maryam. Ile mim unaweza kuitia kwa kisra au kaitia fatha, Maryam au Miriam, zote zinasoma. Kwa hivyo yule akiitwa Maryam, na yule ni ndugu wa nani? Wa Harun, na ndugu wa Musa. Kwa pale Musa ndio kwanza kazaliwa, na Musa akaenda akalelewa nyumba nyingine. Kwa hivyo umaarufu haukuwa kwamba ni dada yake Musa, ilikuwa umaarufu ni ndugu wa nani? Wa Harun, kwa sababu ndio wamekuwa muda wote wako pamoja. Sasa na yule naye historia inaonyesha alikuwa kazi yake kuhudumia mambo ya ibada, kutia maji kwenye nyumba ya ibada, kufyagia, kusafisha. Kwa Bibi Maryam alipokuja akashika mambo kama hayo, wakawa wanamuita dada yake Harun. Ule umaarufu kwa zile kazi anazofanya, si kwa maana ya kaka yake wa kuzaliwa naye. Tumefahamiana? Sisi tunayo hiyo. Mtu anaweza kuiga mtindo wa mtu fulani akafanya jambo kama la mtu fulani akapewa jina hilo. Kulikuwa kuna mhadhiri kule Misri, lakini alikuwa haoni. Nafikiri alipofuka baadaye alikuwa anaitwa Kishki, Abdul Hamid Kishki ndio jina lake, Kishki. Sasa hapa Tanzania kuna mtu naye anaitwa Kishki, wala hawana uhusiano wote, wala si jina lake wala si kabila yake, lakini kwa sababu naye anafanya kazi ya kuhadhiri, basi wakampananisha na nani? Na Kishki yule wa kule. Kwa hivyo Kishki lishamkamata lile jina, mpaka watu wengine nafikiri ni sehemu ya ukoo wake. Unaweza kwenda kwenye vitambulisho na passport usilikute kabisa lile, ukashangaa wewe, ala, mbona halimo jina hili? Si jina lake, lakini ndio keshakuwa maarufu kwa jina lile, kwa sababu wanafanana kwa kazi anazozifanya. Tumeelewana? Na kinyume chake kuna wengine huwa wanatafuta hayo majina wala hawayapati. Tena wengine ni watoto na baba zao wamefanya kazi kubwa, alafu nao wanalitafuta jina la mzazi, analilazimisha lakini wala halikubali. Linakataa kwa sababu hawafanani kwa kazi. Yule kafanya kazi namna tofauti na anafanya, watu hata hawakubali kama ndio hilo. Kwa hivyo huyu kaitwa ukhta Harun, dada wa Harun, kwa maana jina lile la Maryam ndugu yake Harun, lakini vile vile kazi alizokuwa akizifanya huyo ndugu yake Harun. Tumeelewana vizuri hapo? Lakini sije ikafikiriwa kuwa maana yake ni kaka yake hapa. Ya ukhta Harun, ewe dada wa Harun. Wanampa sifa kwamba sisi tumekuta wewe dada wa Harun, tumekupa sifa hizo kwa kazi kubwa unazozifanya, tena mbona haya mambo hivi? Ndio kama umkute mtu anavuta sigara hivi, alafu ni shekhe mkubwa, sema wewe shekhe wetu yake, alafu unapiga masigara namna hii. Unaona, unamtajia ile sifa yake kwanza, alafu ndio unamlaumu shekhe mzima yake, wewe unavuta masigara kama gari moshi. Unataka kumlaumu, lakini kwanza unampa nini? Unampa sifa. Kwa hivyo ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin, hajawa baba yako mtu mbaya. Hajawa baba yako mtu mbaya, yani wewe rekodi ya baba yako si mbaya, baba yako hajawahi kuwa mtu mbaya. Vipi tena wewe unakuja kufanya mambo mabaya? Ndio maana yake unawavunjia heshima wazazi wako. Sasa ma kana abuki imra'a, baba yako hajawa mtu mbaya. Na wamefumba hapa, hawakusudii ubaya huu ubaya, yani baba yako hakuwa mkanyagaji, chapa, hakuwa mtu wa hivi jigijigi. Baba yako alikuwa katulia,
hana vimada, hana kona kona. Sasa wewe tena unakuja na mtoto, unamtoa wapi? Na babako hakuwa mtu mbaya. Na Mayahudi mpaka leo wanaamini sana kuwa dhambi inarithiwa, kwamba ukiwa mbaya wewe basi na mwanao anarithi, na yule nani anarithi, wanaamini sana hiyo. Wengine wanaulizwa sasa, toba inakuwaje? Toba inaweza ikafuta ivute. Hawa wanaona kama dhambi inakuwa kama kabila tena, ukoo, kwamba yule madhali ukoo wake wa dhambi, basi wale watakuwa watu wa dhambi tu, na hao ukoo wake wa kheri watakuwa watu wa kheri tu. Wanayo, na baadhi ya Waislamu vile vile wana fikra hiyo. Si lazima iwe hivyo. Anaweza kuwa mwema, anaweza kuwa mbaya. Mwema anaweza kuzaa mbaya, na mbaya anaweza kuzaa mwema. Nabii Nuh, mmoja katika wanawe alikuwa mkorofi, na wengine sio lazima. Basi maka na abuki mraa sauin, hajawa baba yako mtu mbaya, wa makana umuki baghia, na hajawa mama yako malaya. Siku moja nilitafsiri hivi, mtu mmoja akasema Qur'ani haiwezi kusema neno malaya. Baghi maana yake ni malaya, zunguka utakavyozunguka. Baghi maana yake ni nini? Wala tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna tahassunan litabtaghu arada alhayati dunya, msiwalazimishe wasichana wenu kufanya umalaya. Lakini Sheikh, hili neno malaya si zuri, badilisha kidogo, tuweke neno gani? Tuchague hapo. Mchepuko. Hilo ndo baya zaidi. Mcharuko ndo baya zaidi. Hakuwa mcharuko. Nini kimada? Kahaba. Kwani kahaba maana yake nini? Si la Kiarabu tu hilo. Kahba maana yake ni la Kiarabu. Sasa ukileta kwa Kiswahili itakuwa maana yake nini? Wakati mwingine tunahamisha neno, tunaweka neno jingine la lugha nyingine, alafu tunafikiri kwamba kwa kusema hivi itakuwa ndio umefunika. Unajua yule jamaa bwana kanifix juzi. Kakufix ndio kakufanya nini? Kanidanganya, kanizuga. Usema kanifix. Yaani ukitumia la Kiingereza kanifix itakuwa hujasema neno baya. Ukisema kanidanganya, kanihadaa Kiswahili, umesema neno baya. Ni fikra za kitumwa na za kikoloni zinafanya kazi kwenye vitabu. Malaya. Wama kanat umuki, na hajawa mama yako malaya. Baba yako hajawa asharati, na mama yako hajawa malaya. Si mshongo. Wanamtukana hawa, watachagua maneno mepesi vipi? No, wameamua kumtukana. Labda unaweza kuizimua kidogo ukasema mtovu wa adabu, muasi, ndio kama unataka kuizimua. Muhuni, ingawa uhuni unakwenda katika maana pana zaidi kuliko hata umalaya. Maana muhuni anaweza kuwa na wizi humo na kila kitu. Lakini vile vile unaweza kuizimua kwa neno hilo. Sasa unaweza hakuwa muhuni, babako hakuwa mkorofi wala mamako hakuwa muhuni, unaweza. Lakini katika kufundisha bora useme wazi malaya ili ifahamike. Fa asharat ilayhi, yeye akamwashiria yule mtoto, akaashiria kwa yule mtoto alikuwa kambeba. Wengine wanasema alimweka mgongoni, wengine wanasema alikuwa keshamtua kamweka kama hapo. Fa asharat ile, kama ni mgongoni akasema kidume hicho huyo au hivi. Hakujibu kwa sababu kule kasema falan ukallima al-yawma, mimi leo sitazungumza na mtu kusema mimi hapana. Kwa hivyo atasema huyu mwenyewe kidume ninacho hicho kitasema. Fa asharat ilayhi, akaashiria kwa yule mtoto, kama alimbeba mgongoni au alimtua akafanya mwenye habari zote huyo. Nyesemeni majibu yenu yako. Fa asharat ilayhi, akamwashiria yule mtoto. Qalu, wakasema, walikuwa wengi hao, kaifa nukallimu, vipi tutamsemesha man kana fil mahdi, aliyokuwa kwenye ubeleko. Sabiya, mtoto mdogo. Mahdi, ubeleko ni kile cha kubebea mtoto. Mwanangu mpeni beleko, ambebe nini? Hamkumbuka maneno ni kweli watu wa dini. Haya, ubeleko ni ule wa kubebea mtoto. Sasa kuna wa mgongoni,
kuna ule wazungu wa vile vigari. Siku hizi wazungu wanacho la mbele, hata Afrika siku hizi tunapa anaweka mbele, anamweka mtoto mbele. Wazungu wanapenda kuweka mtoto mbele. Sisi ndio tuna asili ya kuweka mtoto wapi? Nyuma. Ndio ubeleko ule. Kwa hivyo kile kama ni kitambaa, kama ni kitanda, kama ni kibaskeli, chombo chochote kile. Wahindi wanayo ile ya kufunga kamba hapa na pale, alafu wanamweka katikati kama kisusu hivi fulani. Wanamuingiza, ule ndio ubeleko. Kibebeo cha kubebea mtoto. Inaonekana kizazi chetu kikiondoka hichi cha miaka 50, 60 tunakwenda Kiswahili kitazidi kuwa hakina misamiati. Sababu mmepeleleza kila ninapozungumza nikitumia misamiati miwili mitatu tu nakuta zaidi ya watu walio wengi hawafahamu maana yake nini. Wananikodolea macho, hawajajua ubeleko maana yake nini. Kile cha kumbebea mtoto ndio labda kwa sababu nayo mambo yenyewe yameondoka siku hizi si sana au kuna vitanda vingine vya mtoto mdogo kidogo. Kwa hivyo hata ukitafsiri kitanda, mankana fil mahdi sabia, aliyekuwa kwenye kitanda mtoto mdogo, pia inawezekana ikaleta hiyo maana. Tutasema naye vipi? Naye ni mtoto mdogo bado yuko kwenye kitanda, huyu kalala, kutembea hawezi kusema mahitaji yake, tutasema naye vipi? Yeye anajiamini Bibi Maryam kama nilivyokuambieni, kwa sababu kule mwanzo fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saria. Na ndio maana nikasema kule tafsiri yenye nguvu ni kwamba yeye Nabii Isa ndiye aliyesema pale, ili kumjengea kujiamini huyu Bibi Maryam. Kwa sababu hapa sasa angeashiria vipi kwamba mzungumzeni na huyu kama ilikuwa hajui kwa yule mtoto anasema? Ingekuwa kule maneno yale hakuyasema Nabii Isa, Bibi Maryam angejua wapi kwamba mtoto wake anasema? Angekuwa hajui, na kwa hivyo basi ingeweza kuashiria. Sasa hapa anaashiria kwa kujiamini, kwa maana anajua kwa mwanawe anafanyaje. Wapi sasa kajua pale fanadaha min tahtiha. Tofauti na wale wasema ati fanadaha min tahtiha alikuwa Jibril, na mazungumzo pale hayahusu tena na Jibril kishamaliza kazi zake kule, na si lazima tawe Jibril, kwa sababu ile aya kule haikusema Jibril, farsalna ilaiha ruhana, ni malaika tu. Sasa malaika kishamaliza kazi zake kule alipomtabiria kwamba utapata mtoto, ya mengine yote hahusiki tena. Kwa hivyo akamwashiria, wakasema hivyo. Qala, akasema yule mtoto. Sasa ndo Nabii Isa sasa anasema tena kwa mara ya pili. Sasa ile mara ya kwanza aliposema kumwambia mama yake, sasa anasema kuambia hawa watu. Qala, akasema inni, hakika mimi Abdullahi, ni mja wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Aya hii nakumbuka nilikuwa na mjadala nayo hii wakati fulani. Kuna mtoto mmoja alikuwa anazungushwa sana hapa Tanzania miaka fulani, wanamuita Shehe Sharifu. Mtoto kidogo hivi, wakawa wanatuambia huyu ukasema uchangani, si ukafanya hivi, maneno tele, amini usiamini, sadiki ukipenda, shona suti kesho naapishwa, maneno tele. Sasa ngakutana nao wale wanabasha, saba tusaidie bwana kumtangaza huyu Shehe Sharifu. Nikamwambia Shehe Sharifu jina lake Shehe, babake Sharifu, au Shehe manake kashasoma akapata ushehe, jina lake Sharifu? Kwanza mimi nataka nifahamu haya. Huyu hajasomeshwa na mtu huyu, kama vile Nabii Isa. Na hili jina kampa nani? Kajiita mwenyewe, kisema mimi naitwa Shehe Sharifu. Nikamwambia huyo somo yake Nabii Isa alipozaliwa akasema qala inni Abdullahi, hakusema inni Sheikh Sharifu. Sasa huyu si bora angeitwa Abdullahi na huyo somo yake kuliko kuitwa Sheikh Sharifu? Tulishindana kweli kwenye mada ile, lakini naona ile jambo limekwenda, alafu sijui kapotelea wapi yule Sheikh Sharifu. Lakini limekufa. Wanazuka wengine tu wa aina mbali kila baada ya muda, wengine kutudanganya, wengine kutubembeleza. Qala inni Abdullahi, kasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakutaka kusema yeye ni mwana wa Mungu, hakutaka kusema yeye ni malaika, hajataka kujipa sifa yote zaidi ya kusema mimi ni mtumishi wa nani? Abdullahi manake mtumishi wa Mwenyezi Mungu, nitamtumikia Mwenyezi Mungu anapotaka. Hapa hataji jina lake, anataja sifa yake. Hii ni sifa, sio jina. Ndio maana kule Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Jinn, na kiswa Jinn,
walamma qama au falamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakununa alayhi libada. Aliposimama mja wa Mwenyezi Mungu anamlingania. Abdullah pale ni mtume. So tunasema kwenye tahiyatu washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mja wake. Kwa hivyo Abdullah, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, sio jina lake. Hii ni sifa yake. Atani alkitaba, amenipa mimi kitabu. Amenipa mimi kitabu. Kuna mjadala hapa kwa sababu kitabu ina alif na lam. Atani alkitaba, amenipa mimi kile kitabu. Maana hiki kitabu kikiitwa alif na lam kitakuwa ni kitabu maarufu. Hakusema atani kitaban, hakuifanya nakira, akasema atani alkitaba, kanipa mimi kile kitabu. Kitabu gani? Sasa baadhi wanazuoni wanasema ni Taurati. Kwanza alipewa Taurati, halafu ndo akapewa Injili. Kwa hivyo kanipa mimi kile kitabu mnachokijua nyinyi cha Taurati, kanikabidhi mimi nikifanyie kazi. Na wengine wanasema amenipa Injili. Zina tofautiwa. Atani alkitaba, amenipa mimi kile kitabu. Waja'alani nabiyya, na amenifanya kuwa nina nabii. Unaweza kupewa kitabu cha Taurati ukakitumikia, kwa sababu wako watu wamekifanyia kazi kitabu cha Taurati na si manabii. Kama sisi tunafanyia kazi Qur'an, lakini si manabii, ni wanazuoni tunaotetea Qur'an. Kwa hivyo angesema tu atani alkitaba bila kusema waja'alani nabiyya, ingewezekana kwamba yeye ni mwanachuoni tu, si nabii. Ndio akasema waja'alani nabiyya, na amenifanya kuwa na nabii. Kwa hivyo inaonekana kitabu ni jambo moja na unabii ni jambo nyingine. Waja'alani mubarakan, na amenifanya mbarikiwa. Tena tungetaka kumpa jina jingine angeitwa Mbarak. Sio pale Abdullah, hapa Mbarak. Hizi si haya si majina, hizi ni sifa. Tumefahamiana? Kuna jamaa mmoja jina lake tu Eid Mbarak, lakini siku ya sikukuu hasa Barak wanasema Eid Mbaraka, Eid Mbaraka. Anasema mimi natajwa sana siku ya Eid. Jina lake Eid Mbaraka. Na siku ya Eid watu wanasalimiana kule bara, Eid Mbaraka, Eid Mbaraka Waislamu. Yaani Eid Mubarak wao wanasema Eid Mbaraka. Sawa, ndio hiyo Eid Mubarak, Eid Mbaraka kwa Kiswahili wamesema. Na yeye jina lake Eid Mbaraka. Kwa hivyo anazo jina lako nani? Anasema ni lile ambalo linasemwa sana siku ya sikukuu. Eid Mbaraka. Sasa pale tunaposema sikukuu Eid Mbaraka inakuwa si jina la mtu. Inakuwa ni kuombea dua ile siku ya Eid. Eid Mubarak ni sentence. Kwa hivyo hapa waja'alani mubaraka, na amenifanya mimi kuwa ni mbaraka, yani mbarikiwa. Kwa hivyo sina laana, sitakuwa na majanga na mabalaa. Aina ma kuntu, popote ninapokuwa nitakuwa nimebarikiwa popote ninapokuwa. Wa awsani bisalati, na amenihusia kwa sala wa zakati na zaka, maalumtu hayya, muda ambao niko hai. Wa awsani, na tumesema kuhusia manake ni amri. Wasia ni amri, na wakati mwingine wasia inakuwa amri yake ni kubwa zaidi kuliko amri ya kawaida, kwa sababu wasia ni kitu cha kutumia maisha yote. Wa awsani, na amenihusia bisalati, kwa sala, wa zakati na zaka. Unaziona nguzo hizi mbili za sala na zaka zipo kwa manabii wote. Madumtu hayya, muda ambao nitakuwa hai. Madam bado niko hai, basi haya masuala ya sala na zaka amenihusia. Na hii inaashiria kuwa atakufa, hatoishi milele. Na hili ni eneo la mjadala hata baina yetu Waislamu. Kuna Waislamu wanaoamini kuwa Nabii Isa hajafa na hatokufa mpaka siku ya Kiyama. Atakuja alafu ndo atakufa. Na kuna wanaoamini kuwa Nabii Isa kashakufa wala hatokuja tena. Na wako wanaoamini atakayekuja atakuja kwa jina tu la Nabii Isa, lakini si Nabii Isa, ni Masihi tu. Zogo kubwa katika eneo hili, lakini bahati nzuri si nguzo katika nguzo za imani ya Kiislamu, kwamba kama ukiwa umeamini hivyo vile itakuwa umetoka kwenye Uislamu au nini. Ni maeneo ya mjadala ndani ya dini ya Kiislamu, lakini katika nguzo za imani halimu. Ingawa wako wanaosisitiza sana
wanasisitiza sana lazima hilo ulibainishe na nini haya, lakini lipo madum tuhaya, muda ambao kwamba nimedumu kuwa hai, basi kanihusia kusali na kutoa zaka. Ni mimi mwenyewe ni sali na nitoe zaka, na nihamasishe watu kusali na kutoa nini, na kutoa zaka. Ndio wale wengine wanaosema kwamba kesha kufa, wana maana wanauliza sema kama yuko hai anasali wapi? Mbinguni. Haya, na zaka zake anampa nani? Sio madum tu haya. Ndio nakwambia ni ukienda kwenye mjadala unaweza kupata ukafika bahala pagumu kweli, mnapigizana kelele tu mpaka baadhi ya watu sema haina haja kwenda kwenye mjadala yote hiyo kwa sababu halijakaa kwenye nguzo, zile nguzo za imani, hasa kwamba kama ukiwa umeamini hivi utakuwa umekufuru, ukiamini vile madhali ushaamini kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu, katumwa na Mwenyezi Mungu, si mwana wa Mungu kama wanavyoamini wengine na nini. Hayo ndio mambo ya msingi yale usisitizo. Sema mtu haya, muda ambao nimedumu kuwa hai. Wabarran, na niwe mwema biwalidati, kwa mzazi wangu. Niwe mwema kwa mzazi wangu. Anamtaja mmoja tu akusema wabarran biwalidayya, maana sisi tunaambua birrul walidaini, wafanya wema wazazi wawili. Yeye ana mzazi mmoja tu, mama yake hana upande wa pili wa baba. Kwa hivyo asemeje? Wabarran biwalidati, na niwe mwema kwa mzazi wangu, yani mama yangu. Walidati kuna teyo, ingekuwa baba yangu kwa walidi, ongekuwa wili walidayya. Kusema walidati ni mmoja tu. Kwa hivyo niwe mwema kwa mama yangu, mzazi wangu. Na hii inaonesha umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi, na hasa mama ni muhimu sana. Na Bibi Maryam kwa Nabii Isa anastahili zaidi kufanywa wema, kwa sababu alichokibeba kile mpaka kadhaa na watu kumdharau na kila kitu yote kavumilia, yale kazi kubwa sana. Nabii Isa alitakiwa arudishe wema mwingi kwa mama yake. Wabarram biwalidati, na niwe mwema kwa mzazi wangu. Walam yajalni, na hajanifanya mimi jabbaran, mtemi, mwenye kutumia maguvu. Jabbar, mtemi, mbabe hivi, shaqiya, muovu. Hajanifanya hivyo Mwenyezi Mungu. Na inaonekana kuwa pia ni muhimu sana kwa viongozi wa kidini kutokuwa watemi. Ule ukali aufanye pale inapokuwa hapa na budi, lakini sio unakuwa mbabe kupita kiasi Zamani nakumbuka tulikuwa tunatoka kule Mkunazini, na hasa msikiti Babu pale, tunakuja Mtendeni hapa palipokuwa na makao makuu ya chama fulani. Pana msikiti pale umeinuka huko juu pale. Basi alikuwa kwa mwalimu mmoja na madrasa huko pembeni kuna kuuzwa mkaa. Sasa pale panakuwa na uradi siku Jumanne ile, na kwele ya rabbi salli ala nabi man jaana birisala Taha Muhammad wa alihi man kallamatuhu al-ghazala. Bidaa hizo tunakwenda. Sasa sisi tupokuwa wadogo pale pana visheti na tangawizi. Kimaliza mnakula visheti na tangawizi kwenye kikombe kidogo hivi, unatia kidole kwenye ule mkono wake Lakini sasa utoto sisi tukikaa nyuma kule, kifika mankallamatuhu tunasema mankallamatungu ghazala, sababu mankallamatungu tunasema matungu, hatusemi mankallamatuhu. Basi anatoka na bakora huko, dua inaendelea, anatoka na bakora, kashakasirika jabbaran anakuja pale sema nitamtia mtumi kwa juu, sio mankallamatungu, mankallamatuhu, anatisha watu. Basi sisi tunamwacha narudi, akishakuwa na bakora huko tunakuja tena mankallamatungu, ananuna, anainuka tena mpaka dua zinakaribia kuharibika kwa sababu ya mankallamatungu. Utoto sisi tunao mchezo na tunaharibu shughuli ya watu, lakini naye alikuwa mtemi. Angekuwa anakuja kwa upole na nini bila kututisha, tusingemfanyia inda. Tumefahamiana? Kwa hivyo mambo haya hayataki utemi na ubabe. Ndio kuna misikiti, ndio msikiti Magumi. Tu anakesha kunja, mnasemaje? Tangu kwa ngumi sema hapa kanisa msikitini. Jabbaran hapataki mambo kama hayo. Panataka namna bora ya busara ya kuitana pembeni, mkaelezana na nini ubabe. Katikati hapa palikuwa pana wimbi la watu kupindua misikiti.
Vijana wanaingia nasema tupindue msikiti. Wanafanya wanakuja kusali mpaka wanaanza kuwa wao wengi kuliko nyinyi. Mara wanamtia kitimbakwiri imam pale, imam unakosea, hatukutaki tufanye uchaguzi hapa zogo na nini. Wanakamata imamu wanapindua misikiti. Ziko kesi nyingi zinakwenda kamisheni ya wakfu na mali ya amana, mapinduzi misikitini. Haya asiyote ni mashaka tu Jabbaran. Tunayo hiyo migogoro juzi kuna mtu akisalisha anatoa dua kwa sauti na zile tasbih, na kuna wengine wakisalisha kimya. Yeza mmoja katika watu wetu akasimama, bwana anataka kufanya fujo na kusimamisha. Hapana, hapa mambo ya sauti hatutaki hapa kimya tu. Ukishakutoa salamu kimya, hamna kusema kitu. Watu wanavutana mgogoro kile. Kama mwezi tokeni mkatafuta msikiti mwingine, msisali hapa. Hatutaki msikiti wetu sisi sauti hapa. Jabbaran magufu na vitu vyenyewe ni zile tasbihi zipo, lakini swala tu kwamba je zitolewe sauti au zende kimya ndio mjadala uliopo, lakini si wa kugombana kiasi cha kufokeana namna kama hiyo. Lakini ndio watu wetu Jabbaran basi hiyo asema wala mjali Jabbaran shaqiyan, hajanifanya kuwa ni mtemi muovu, yani mtu mbaya na mtu mwenye kutumia maguvu. Hakunifanya kuwa mimi ni mtumiaji wa maguvu na kuwa ni mtu muovu wa kufanya mambo mabaya. Yote mawili hayo sina. Katika mema na kuwa mpole tunaelewana, na katika mabaya sifanyi. Wassalamu alayya, na amani juu yangu mimi, yauma ulitu, siku niliozaliwa, wa yauma amutu, na siku nitakayokufa, wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakayofufuliwa nikiwa hai. Itakuwa ni amani tu. Mimi si mtu wa vita. Nimezaliwa katika mazingira ya amani, nitakufa katika mazingira ya amani, na nitafufuliwa katika mazingira nini? Ya amani. Na hii wale wanaosema kisha kufa pia wanasema, unaona anazungumzia hivyo siku nitakayokufa, lakini hiyo bado haijawa hoja. Kwani tumesema hafi sisi? Hakuna mtu aliyesema kuwa Nabii Isa hafi. Swala kashakufa hajafa ndio mjadala, lakini kuwa hafi hakuna anayesema hafi. Kwa hivyo hii haijawa bado ni ujenzi wa hoja aina yote. Lakini kitu kikubwa ni amani katika kuzaliwa, amani wakati wa kufa, na amani wakati wa kufufuliwa. Na kwa hivyo pia inapinga kauli ya kusema amesulubiwa, kwa sababu kusulubiwa si jambo la amani. Naona unaosema kafa msalabani, kufa msalabani si jambo la amani, ni jambo la shari. Na ikasema siku ya kuzaliwa ni amani, na siku ya kufa ni amani, na siku ya kufufuliwa ni amani. Lakini vile vile inasisitiza sera ya amani na utulivu kwa ndi muhimu. Si swala la chama cha siasa, ni swala la maisha ya binadamu kuishi kwa amani. Tena sasa kuna mambo yakisemwa katika siasa, ukiyasema wewe tena utaonekana kama vile unasema kitu sicho, au unasema kitu cha kupendelea upande mmoja. Inategemea. Wassalamu alayya, na amani juu yangu, yauma ulitu, siku nilipozaliwa, wa yauma amutu, na siku nitakayokufa, wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakayofufuliwa nikiwa hai. Kwa sababu wenyewe anayasema alipokuwa hai hapa. Kwa hivyo hivi vya mbele tunavisema katika hali ya wakati ujao. Kile cha kuzaliwa ndio kishazaliwa. Wassalamu alayya yauma ulitu, amani juu yangu siku nilipozaliwa, wa yauma amutu, na siku nitakapo kufa, kwa sababu wakati anayasema hajafa bado. Kwa wale wanaosema akachakufa, wanaosema hajafa ndio mpaka leo bado hajafa. Kwa hivyo amutu, siku nitakayokufa, wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakayofufuliwa nikiwa hai. Zote siku tatu hizo kwangu mimi zitakuwa ni siku za amani. Na hapa pana zingatio kwamba haya ni maeneo matatu muhimu sana kwa binadamu: kuzaliwa, kufa na kufufu. Muhimu sana. Sasa ndio maana anaainisha amani katika maeneo yote matatu, kwamba kazaliwa katika eneo muhimu sana amani, kapata amani katika eneo muhimu sana la kuja kwake duniani. Halafu vile vile atakuwa na amani katika eneo muhimu sana la kuondoka kwake duniani. Halafu atakuwa na amani katika eneo muhimu sana siku yake ya kufufuliwa kwa ajili ya akhira. Na sisi tubombe Mwenyezi Mungu inshallah taala tumeshazaliwa kwa amani, tufe inshallah kwa amani, na tufufuliwe kwa amani. Sio kwa amani nyumbani kwake kule. Mbweni sijui wapi. Haya, wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ub'athu. Dhalika Isa ibn Maryam,
Huyo ndio Isa mwana wa Mariamu. Kama hamjui, mjue habari zake, angalau katika kiwango kile cha kuzaliwa tu mumfahamu hivyo. Eneo hili lilikuwa ni eneo lenye mvutano mkubwa, na mpaka leo lina mvutano mkubwa, lakini mwanzoni ulikuwa mkubwa zaidi, kwa sababu jamii za Waarabu zilikuwa hazijui chochote kuhusu Nabii Isa. Zinasikia kutoka kwa watu wenye imani tofauti na wao. Waumini wa dini ya Kikristo wakati ule wanaeleza vile ambavyo Wakristo wanaeleza, Mayahudi nao wanaeleza vile ambavyo Wayahudi wanaeleza, na yote yanatatanisha. Hawa wanamuita mwana wa Mungu, wale wanamuita mwana haramu. Yanakuwa ni mambo magumu sana. Tumefahamiana? Mmoja asema yule jamaa ndio mweka hazina wetu, ndio mhasibu, mtu mmoja mwaminifu sana. Alafu mwingine asema yule jamaa mwizi, ana kesi mahakamani sasa hivi, jambazi yule anatafutwa na polisi. Sasa hao wanasema ndio mhasibu wao, huyu anasema ndio jambazi anatafutwa na polisi. Tuna mkanganyiko. Lazima sasa tupate clear picture, tupate maelezo yaliokuwa yanatuelekea wazi, huyu ni mtu wa aina gani. Sasa Mayahudi wanasema mwana haramu, wale wanasema mtoto wa Mungu. Haya, tunatatanishika, lazima tupate maelezo mazuri. Sasa na wale walikuwa hawana kitabu Waarabu kilichoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mitume wameondoka muda mrefu, litunzira qauma ma undhira abauhum fahum ghafilun. Kwa hivyo ilikuwa inawatatanisha habari ile kwa kweli. Sasa Qur'ani imekuja kuwawekea wazi kwamba ukweli wa mambo ni huu, msichukue ya wale wala ya hawa, chukueni haya tunaokuambieni kwenye Qur'ani. Sasa na Mwenyezi Mungu anasema dhalika Isa ibn Maryam, huyo ndo Isa mwana wa Mariamu, qaula alhaqi, kauli ya ukweli, alladhi fihi yamtarun, ambao ndani yake wanabishana. Hao wanaobishana baina ya mwana wa Mungu na mwana haramu na nini, yamtaruna, wanabishana. Lakini kauli ya haki ndio hii tulokuambieni, ya kwamba hivi ndivyo alivyozaliwa, na huu ndio utukufu wake, na bado ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, si mwana wa Mungu. Amepewa kitabu na amefanywa kuwa ni mtume. Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya. Habari imekwisha. Kwa hivyo imani ya Kiislamu kuhusu Nabii Isa inawekwa wazi hapa kwenye hizi aya. Tumeelewa na vizuri. Tena mbele Mwenyezi Mungu anazidi kusisitiza, ma kana lillahi, haijawa stahiki kwa Mwenyezi Mungu, ayattakhidha min waladin, kufanya mtoto yoyote, kufanya mwana. Ma kana lillahi, haijawa stahiki ya Mwenyezi Mungu, ayattakhidha min waladin, kufanya yoyote mwana. Haistahili kwake Mwenyezi Mungu kufanya mtoto. Na hapa nadokeza imani ya wanaosema Nabii Isa ni mwana wa Mungu imegawika pia, ukenda ndani katika maeneo mawili. Kuna wengine wanasema ni mwanawe hasa, kwa maana sasa kila kitu ni chake Mungu, na kwa hivyo si binadamu kama binadamu wa kawaida. Na hii ndio imani ambayo muda mrefu wamekuwa wakielezea, mpaka wengine wakaacha kusema mwana wa Mungu, wakasema Mungu mwenyewe hasa ndio yeye. Yani wamempa sifa za Mungu zaidi kuliko za kibinadamu. Na kuna wengine waliozimua wakasema ni mtu kama sisi, hana uungu wowote, lakini Mwenyezi Mungu kampenda zaidi kuliko wote, akamteua tu kumfanya kwamba naye huyu awe mwanangu, huyu awe kwa mapenzi yake tu. Ni kama mimi vile nimekaa hivi kasa, ngoja mtu mmoja nimchukue nimlee hapa nyumbani, basi nitakuandikia mali na nini wote kwa mwanangu. Yani adopted son ni mtoto wa kupanga tu kwa mikataba hivi, si hasa kwamba mwanangu, lakini ndio kapendwa yeye kuliko wote duniani, akapewa nafasi hiyo. Umeona, hizi ni imani mbili unaziona kama vile ziko karibu, lakini kuna tofauti kubwa baina yao. Na sasa hivi katika maeneo mengi ya dunia, hasa Marekani, wanaanza kuhamia kwenye hii imani ya pili. Wanasema ni kweli Mungu lam yalid wala yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wanakubali kwa sababu kwenye kitabu cha Yesaya iko hivyo, Bwana wa majeshi, Bwana Mungu wako hakuzaa wala hakuzaliwa, ipo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, basi huyu anakuwa mwanawe vipi? Kaamua tu kwamba awe mwanawe.
Kwa mapenzi yake tu kamchagua, si kwamba mwanawe kwa maana ana nasaba naye. Tumefahamiana? Na wao kule kwenda mpaka wakasema malaika ni watoto wa Mungu, mabinti. Hasa Waarabu kwa ujinga wao wengine wakati ule walitokea baadhi yao wakasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu, mabinti yani wa kike. Na hizi fikra zilikuwa pombovu zote. Basi Mwenyezi Mungu anasema makana lillahi, haijawa sahihi ya Mwenyezi Mungu anyatakidha min waladi, kufanya mtoto yote. Kwa maana hata kuchagua tu kusema huyu nimemchagua awe mwanangu hakufanya. Achilia mbali kuzaa, kwa sababu kuna ile lam yalid wa lam yulad, ile iko very clear kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini hata hii matakhadha Allahu min waladin, hajatengeneza Mwenyezi Mungu mtoto. Sasa hata kuchagua kusema nimempenda sasa namfanya mwanangu hajafanya wala hafanyi. Kwa hivyo si ule wa kuzaliwa kwamba anazaliwa, wala ule wa kupewa haupo. Subhanahu, utakatifu ni wake. Na hii ni kwa sababu unajua mtoto maana yake nini? Maana yake ni kumtegemea, kwa sababu binadamu tunazeeka, tunachoka, maarifa yanachakaa. Kwa hivyo mtoto atakuja kukusaidia baadaye. Hasa Mungu anahitaji msaada gani? Kwani anachoka? Kwani anazeeka? Anachakaa? Anarithiwa kiti chake? Sasa kwa nini mtoto? Hata mahitaji hakuna. Ndio bana swali moja lisema kwa nini mgomba unatoa matoto zile kambu zile mbotea yale matoto ya mgomba kwa nini yanatoka? Kwa sababu umbile la mgomba wa kawaida, ukishakuzaa mara moja unakufa au uzai tena. Mgomba wa kawaida, mbegu za kawaida, ukishazaa mara moja kwa heri. Sasa ingekuwa haupati watoto tena, sasa kazi ingekuwa kubwa. Kwa hivyo kwa kuwa ukishavuna ule utakuwa haufai tena, hii tayari inachukua nini? Inachukua nafasi, inakuja zake. Lakini mbona muembe hauna mtoto? Kwa sababu muembe unaweza kuzaa miaka 20, 25. Sasa mtoto wa nini? Unajua, kwa hivyo inaonekana wazi kwamba hawa watoto ni kuja kuchukua nafasi kwa yule anayeondoka. Sasa Mungu haondoki, sasa anataka wa nini mtoto kuja kuchukua nafasi? Hachoki, hazeeki, hashindwi kazi zake, hahitaji wala msaidizi. Hakuna logic, hakuna mantiki ya Mwenyezi Mungu kumpangia mtoto. Idha qadha amran, anapoliamua jambo, fa innama, basi hakika si vinginevyo, yakulu lahu, huliambia kun fayakun, kuwa na likawa. Hivi uwezo wake ni mkubwa kiasi hicho, anapoliamua jambo huliambia kuwa na likawa. Sasa tena anahitaji nini? Kwa nini atake mrithi? Kwa nini atake mtoto? Wakati chochote tukitaka ni kun faya, amruhu baina al-kafi wan nun, amri yake baina ya kafu na nun, kun fayakun, bas kuwa likawa. Idha qadha amran, anapoamua jambo, fa innama, basi hakika si vinginevyo, yakulu lahu, uliambia kun, kuwa, fayakun, likawa. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, na hakika Allah ni Mola wangu na ni Mola wenu. Haya maneno inaonekana anaendelea kuyasema Nabii Isa. Je, yale ya katikati, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana, na ile dhalika Isa ibn Maryam, hayakuwa yake yeye, bila shaka yamepita kati, jumla ya itiradhia. Jumalun, hizi ni sentence zilizopita kati kunyoosha maneno. Sasa anarudi tena kumnukuu kwa kusema wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, na hakika Allah ni Mola wangu na Mola wenu, basi fa'buduhu, muabuduni yeye. Hadha siratun mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye ni Mola wangu na ni Mola wenu nyinyi vile vile. Msinipeleke nisikotaka. Baada ya kuyanukuu hayo, Mwenyezi Mungu anasema faqtalafa al-ahzabu min bainihim, yakatofautiana makundi baina yao. Wengine wakachukua msimamo huu na wengine wakachukua msimamo ule kuhusu yule Nabii Isa. Tukio lile moja, kila mmoja akalitafsiri anavyotaka. Ndio wanasema picha huchukuliwa kwa mujibu wa angle ya mpigaji. Yaani akikaa mtu na kamera kule akanipiga picha mimi hapa,
na mwingine akakaa kule akanipiga picha mimi, na mwingine akakaa kule akanipiga picha mimi, na mwingine akakaa kule wote watakuja na picha zangu wakati nafundisha, lakini zile picha zitatofautiana kwa mujibu wa sehemu aliokaa mpigaji. Sijui tumeelewana? Atakayekaa kule anaponiona tofauti na atakayekaa huku, na kule halikadhalika na kule. Kwa hivyo picture is according to the angle. Picha itategemea na angle ya mpigaji, kakaa kwenye upande upi. Sasa Nabii Isa akaja hivi, kazaliwa bila baba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tukio ni moja, lakini tunalitizama kwa angle ipi? Waislamu sisi tunasema ule ni uwezo wa Mwenyezi Mungu na ni uamuzi wake. Mayahudi wamesema yule ni mwana haramu na Maryam kile ni kisingizio tu. Na Wakristo wakasema hapana, yule ni mwana wa Mungu bwana, ndio maana kaja vile. Tukio ni lile moja, lakini kila mmoja kakaa kwenye angle yake, kalipiga akapata kitu tofauti. Tumeelewana? Hata sie mashehe, kuna mwingine ukiweka CD yangu mimi anaweza kuacha kila kitu akanisikiliza. Sheikh Msaba ngoja nimsikilize bwana. Mwingine mnafiki yule bwana, kahama chama chetu yule. Ingawa chama chao kishakufa, lakini ndo anasema hivyo. Hataki. Engeli yake tofauti. Na huyu mwingine engeli yake tofauti. Mwingine sasa ngoja nimsikilize. Huyu shehe lakini wakati mwingine anachekesha. Tu hivyo. Haya, unaona engeli yake yenyewe. Kila mmoja na engeli yake kwa mtu yule mmoja. Kwa hivyo dunia ukilazimisha yote iende kwa mtazamo mmoja utakosea. Tizama lile unaoliona wewe liko sawa sawa, nenda nalo. Tumefahamiana? Faqtalafa al-ahzabu, yakatofautiana makundi mimbainihim, baina yao wenyewe kuhusu kesi hizo za namna moja, lakini kila mmoja akazitafsiri alivyoona yeye. Wawailun, basi ole wao lilladhina, wale ambao kafaru wamekufuru, mimashhadi, kutokana na tukio yaumin adhimin, la siku kubwa kabisa, siku ya kiyama. Katika hao waliotofautiana watakao kuja kukufuru, ole wao katika tukio kubwa la siku ya nini? Ya kiyama. Kwa sababu siku ya kiyama kila kitu kitafedheka. Kule kwenye Al-Maida iko vile Nabii Isa atakaposema, alipoambiwa ya Isa anta qulta linasi takhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Anaulizwa Nabii Isa, wewe uliwaambia wakufanye wewe na mamako kwa ni miungu? Ataruka haikuwa hivyo. Mimi niliwaambia hivi. Kwa hivyo atafedheka. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula, siku ambayo Mwenyezi Mungu atawakusanya mitume wote. Sasa Nabii Isa atapewa nafasi, hebu eleza, hao wamekuta mwana haramu, hao wamekuta mwana wa Mungu, hao Waislamu wamekuta mtume, tupe nini hichi kilitokea? Ingawa Mwenyezi Mungu anajua, lakini anataka lazima kibainishe. Kwa hiyo watafedheheka sasa. Tufawailun lilladhina kafaru min mashhadi yaumin, ole wao wale waliokufuru katika tukio la siku kubwa kabisa, siku ya kiyama, ambapo ukweli utabainika na uongo utajitenga, mambo yote yatakuwa hadharani. Ole wao. Asmi' bihim wa absir, hii wanasema uslubu taajub. Asmi' bihim wa absir imekaa katika muundo wa amri, lakini ikija hivi asmi' bihim wa absir, maana yake ni kwamba usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Ndivyo inavyotafsiriwa asmi' bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Kama angeleta maneno yote angesema asmi' bihim wa absir bihim, asmi' bihim wa absir bihim, lakini ile bihim kwenye absir kayo ndoa kwa kutosheka na ile bihim iliyotangulia. Asmi' bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Yani wanatakiwa wasikie sana na waone sana hawa. Ndio muradi wake. Huu ni uslubu. Na ikija hivyo katika af'il lazima ije bih. Asmi' bih, akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahi al-jahiliya. Barazanji, Sheikh wa Sunna ananukuu Barazanji. Wanasema Sheikh Saba mtu wa Sunna alafu ananukuu Barazanji. Kwani si lugha ya Kiarabu? Tunanukuu mashairi ya kina Mri'il Qais ambao wamemsifu mwanamke, wamesifu pombe, wamesifu farasi, tunayanukuu kama ushahidi wa lugha. Sasa ukinukuu Barazanji ilo msifu mtume tukatofautiana tu, utakuwa na kosa gani katika kuthibitisha lugha? Si hatutetei kwamba labda yasomwe hivi nini. Sisi tunazungumzia lugha iliyotumika. Na wakati mwingine wanasema hata nyimbo za tarabu na nukuu. Ndio, kwani lugha gani? Si ya Kiswahili? Mimi nazungumzia lugha. Sizungumzii vinanda mimi.
wala kukata viuno. Asmi' bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Yauma yatuna, na siku watakapotufikia, siku watakapotufikia au siku watakapotufika, hiyo siku ya kiyama, wakaja watasikia sana na wataona sana, lakini bure kusikia kwao na kuona kwao hakutasaidia tena, kwa sababu unakumbuka shuka kumekucha, unakimbilia chooni lakini yameshatoka surualini, mambo huwezi kurekebisha. Asmi' bihim, usikivu ulioje kwao, wa absir, na uoni, yani watasikia sana, wataona sana siku hiyo. Yauma yatuna, siku atakayotufika. Lakini tumeona, tumejua, Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Lakini wapi, hakuna kurudi. Tumesikia sana, tumeshaona sana, sasa turudishe tukatende mema. Hakuna tena rivers, maisha harudi nyuma. Uzee tu haurudi nyuma ukenda kwenye ujana. Sikwambii dunia yenyewe zapita, siku zapita, siku zikipita hazirudi nyuma, zinakwenda mbele tu. Kwa hivyo na mambo yake hakuna rivers, maisha hayana nini, yanakwenda tu mbele. Na dunia ndivyo ilivyo. Kisha kupika akhera ni akhera, hakuna cha dunia tena. Siku watakapotufikia, siku watakapotufika, wataona sana, watasikia sana, lakini haitawasaidia. Lakini dhalimuna al-yawma, lakini madhalimu leo fi dhalali mubin, wako katika upotevu wa nini, wa wazi kabisa, hawajajua njia ya kupita. Makafiri kawaita madhalimu kwa sababu ya kumshirikisha Mungu na kwa sababu ya kutokutenda haki katika mambo ya imani, nao wanakuwa madhalimu wa kiimani, mbali dhulma hii ya kawaida. Wa anzir bihim, na wa anzirhum, samahani, wa anzirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko. Wa anzirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko, siku ya majuto, ndo yauma nadama na majuto. Mjukuu wa Swahili wamesema, unajuta lakini jambo limeshafanyaje, lishapita na linakuwa limeshaharibika, sivyo vile ambavyo wewe ulitaka leo. Waandhirum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya majuto, siku ya masikitiko. Idh qudhiya al-amru, pale ambapo jambo litakuwa limeshaamuliwa. Wa peponi peponi, na motoni motoni, wema ni wema na wabaya ni wabaya. Hakuna nafasi ya kutubia, hakuna nafasi ya kurekebisha. Wahum fi ghaflatin, na wao wamo ndani ya ghafiliko hivi sasa, hata habari hawana, mshipa hauwagongi. Wahum la yu'minun, na wao hawaamini haya wanaoambiwa kwamba kutakuwa na kiyama, kutakuwa na kufufuliwa, kutakuwa na hesabu, habari hawana. Waonye, waandhirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko, siku ya majuto. Idh qudhiya al-amru, pale ambapo jambo litakuwa limeamuliwa. Wahum fi ghaflatin, na wao wamo ndani ya ghafiliko hivi sasa. Wahum la yu'minuna, na wao hawaamini habari hizi tunazowaambia hivi sasa, wanaona sisi tunapiga kelele tu. Inna, hakika sisi, nahnu, ndio sisi. Anatia taukidi Mwenyezi Mungu, sababu kwenye inna kule keshaitia alifu, manake kuna na ya almuadhim nafsahu, mwenye kujitukuza, na nahnu vile vile ni ya kujitukuza. Kwa hivyo hakika sisi ndio sisi, ili uweze kukidhi maana ile inna nahnu. Ingekuwa inna nahnu, ingekuwa hakika sisi, ile bila ya alifu ile nun, ingekuwa inna nahnu, hakika sisi, inna nahnu, hakika sisi ndio sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa yuko kwenye kujisifu, sisi ndio sisi, kama kusema mimi ndio mimi, au leo ndio leo, asema kesho muongo. Kwa hivyo kwa nini nani asijua kuwa leo ndio leo, lakini si uko katika majigambo? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa yuko kwenye majigambo, anajisifu, na ni haki yake kujisifu. Ndio anatumia hizi nahnu na inna katika kujisifu, sio katika kueleza wingi. Iko liljam'i na lilmuadhimi nafsahu, ya wingi na ya kujitukuza. Hii ni ya kujitukuza. Hata wewe mwenyewe vile vile usiko sasa cheza na sisi ni watu wengine, kujisifu. Ndio ule mchezo wa ukombozi wa Afrika, kuna yule anasema nataka onesha sisi, wakati yuko yeye peke yake sana, nataka onesha sisi, sisi manake anajisifu. Katika kujisifu, hata katika kumsifu mtu, nyie ni watu wengine bwana, nyie watu wakubwa bwana. Mtu huyo mmoja anambia nyie watu wakubwa za nyie watu wengine, katika kumsifu.
Katika lugha ipo habari ya sisi na nyinyi ya kusifu, sio ya wingi, na ndio hii hapa. Inna, hakika sisi, nahnu, ndio sisi, narithul ardha, tutairithi ardhi, wa man alaiha, na waliomo, yani tutaichukua ardhi na waliomo. Narithu manake tutairithi, yani tutaichukua. Kwa sasa Mwenyezi Mungu hii ardhi kaifanya kama yetu. Ndio maana kila mtu asema hapa pangu, hichi changu, ingawa wengine wanazidi katika hapa pangu, wengine wanazidi sana, kila mahala hapa pangu na hichi changu, lakini ile hapa pangu hichi changu, tunaamini kwamba hii dunia ni yetu. Naye kataka hivyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu tusingeamini kuwa ni yetu, tungekuwa na wasiwasi. Ndio maana mtu akukaribisha nyumbani, akamwambia karibu bwana, pana chai, pana juice hapo, pana kahawa. Wewe hapa kwako bwana, jihudumie mwenyewe. Anakupa confidence, ujiamini kwamba pale ni kwako. Kwa hivyo unachukua kikombe chochote, unatia, unakunywa, maana yake kwako. La kwamba hebu subiri bwana, sio karibunjia vikombe vyangu kakitako. Unataka nini? Utaleletwa sasa hivi. Sasa atakuwa anaona mimi sina raha ndani. Bwana mimi nimefunga leo.